Bwana, mpaka hivi sasa sio siri tena. Kila mtu anafahamu ya kwamba Young Africans kuna baadhi ya kanuni ambazo hawakuzifuata, ambazo zimewekwa na bodi ya ligi ambayo inasimamia kanuni ambazo zinasimamia michezo ile ambayo inachezwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, ambazo pia zinasimamiwa na TFF. Sasa kuna adhabu kadhaa ambazo zinawasubiria Young Africans kutokana na matukio tofauti tofauti ambayo yameonekana kufanyika kwenye mechi ile ya dabi. Katika mechi hiyo kuna matukio ya nje ya uwanja ambayo kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu 2025 bila shaka kuna adhabu ambayo Yanga itakumbana nayo. Na Yanga itakumbana na adhabu baada ya watu wake kuonekana wakimwaga maji eneo la goli, ambapo inatafsiriwa kama mambo ya imani za kishirikina. Kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu, adhabu yake ni faini ya shilingi milioni 5. Lakini kosa lingine ni kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo, ambapo badala yake Yanga ilitumia nyumba iliyokuwa pembeni mwa uwanja huo, na kufanya hivyo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17/20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo, ambapo adhabu yake ni faini ya shilingi milioni 5. Lakini kwenye mchezo ule ambao Young Africans iliwalazimisha Simba sare ya mabao 2-2, baada ya matokeo yao bosi wao pia mmoja alifichua namna ambavyo walikwepa mitego kwenye dabi hiyo, huku akisema kwa sasa wanaofuata ubingwa. Kwa maana hiyo kile ambacho Young Africans walikifanya kwenye mechi hili ndio hiyo mipango ambayo kuna bosi wa Young Africans amesema ni mikakati tu ambayo imewekwa ili kuelekea kutafuta ubingwa. Na timu hizo zimemaliza msimu huu kwenye ligi zikiwa hakuna iliyopoteza, zikianza kutoka sare ya 0-0, kisha kutoka sare ya goli 2-2, huku pia kila moja ikitamba kushinda mashindano mengine. Yanga ilishinda Ngao ya Jamii kwa bao 1-0, alafu Simba ikaja kulipa kwa kubeba kombe la Muungano ikiichapa Yanga goli 1-0. Sasa tayari hawa wawili wameshagawana makombe tayari. Kuna vikombe ambavyo wameshagawana kwenye mashindano mengine. Kilichobakia sasa hivi ni vita, ni nani anakuwa bingwa kwa msimu huu, ambapo kwa msimu huu wote wawili wameamua ya kwamba sisi kati yetu hakuna ambaye anaweza kufua dafu mbele ya mwenzie. Kilichobakia ni kwenda kupambana na vilabu vingine ambao vipo kuanzia kwenye nafasi ya 3 mpaka nafasi ya 16. Sasa nakurudishia wewe pia uniambie nani unaamini anaweza kushinda au anaenda kuwin kwenye hii vita ambayo imesalia sasa hivi kwenye kugombania ubingwa kati ya timu hizi mbili, Simba pamoja na Yanga. Andika comment hapo chini, timu ipi unaamini inachukua ubingwa msimu huu. Alafu nenda pmbet.co.tz, nenda ka spin kwenye ile michezo ya kasino ili uweze kujishindia gari aina ya Jetua Dashing ama Toyota Harrier ambazo zinatolewa kila siku kupitia pmbet.co.tz. Mimi ni Justa Julius, credit kwa Mwanaspoti kwa taarifa hii.